Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Sambawi TV, Naso TV online, kwa pamoja nasema wakati haurudi nyuma. Tuko hapa Dar es Salaam, lengo kukujuza kila siku, kila uchao, kile ambacho kinaendelea. Niko na mratibu hapa wa umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam. Yeye ni mratibu wa jambo hili na tuko naye hapa, lengo kuzungumza zile hatua zao ambazo sasa wanataka kuingia mzigoni rasmi. Mratibu, salamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida, jina lako na nini ambacho umetaka kuambia wananchi? Sawa, kwa majina yangu mimi naitwa Said Abdallah, ama watu wengi wanaonifahamu sehemu tofauti tofauti wanapenda kuniita Abu Yasari, lakini nikiwa kama hapa nimevaa kofia ya uratibu Tayyib. wa umoja wa walimu wa Madrasa. madrasa wilaya ya Temeke. Kubwa zaidi, kwa nini kulikuwa hakuna huu umoja, lakini kwa nini umepatikana, na watu wamekaa kwa pamoja wakasema walete kitu kama hichi, kisha watafute watu ambao wanahisi wao watatosha kusimamia umoja huu. Tunaenda kusimamia wale waalimu wa madrasa pamoja na madrasa zao. Ukizungumza walimu wa madrasa, kwa maana ndani yake baada ya walimu utapatikana wanafunzi, utapatikana majengo, patikana vile vitu vyote ambavyo walimu wa madrasa vinawahusu katika kufikisha ile elimu. Mm. Lakini katika hili ambalo mnataka sasa kuliunganisha mkiwa kama daraja, tunaona walimu hapo kwenye hali ngumu sana, Mm. hususan watoto labda kwenda madrasa, Mm. wazazi, ushirikiano wao na walimu, mnaanza vipi ili kuwaweka walimu sasa sawa pamoja na kuunganisha na wazazi? Sawa sawa. Kwanza tukizungumzia wilaya ya Temeke ina kata zisizopungua 14. Kwa hiyo kila kata moja kuna uwezekano mkubwa zikapatikana madrasa zaidi ya 50. Kwa kuna kazi kubwa sana ya kuwaelekea hawa watu. Kwa hiyo inabidi subira ya hali ya juu, maana kuna wengine wanaweza kusema leo tumeona huko lakini mbona mtufikii. Kwa hiyo tutambue kwamba madrasa zipo nyingi sana, kwa sababu kata 14 sio maskhara kuzimaliza, lakini pia ukiangalia huu umoja wenyewe viongozi bado ni wachanga, lakini ile safu ya uongozi ni chache, lakini ndio sehemu ya watu wachache ndio wenye kufanya jambo. Kwa hiyo kubwa zaidi tunaenda kuwasimamia hao kwa kujua hivi changamoto zao tukisikiliza kila mmoja zitatushughulisha, hatuwezi kuzimaliza. Ila sisi tutaonelea kitu gani ambacho walimu wa madrasa kwa kiasi kikubwa wanakikosa. Nikisema hivi namaanisha hivi, kuna mtu siku moja aliazimwa sufuria. Baada ya kuazimwa sufuria, baada ya muda mfupi katika kurudisha, akarudisha sufuria zaidi ya ile moja. Akaulizwa, vipi? Mbona mimi nilikupa sufuria moja umerudisha sufuria zaidi ya moja? Akamwambia zimezaa. Lakini baadaye akawazimwa tena sufuria, akapewa sufuria kubwa. Muda ukazidi kupita, yule bwana anadai sufuria yake, akamwambia imekufa. Ndo akashangaa, kwa nini ilikufa? Naye anamuuliza kwa nini ilizaa? Kwa maana sasa ukienda kuwasikiliza walimu wa madrasa, zile shida zao zinafanana ama zitatofautiana kidogo. Kuna maslahi, kuna mazingira ya usomeshaji. Sasa kila mmoja ukisema ni kidhi haja yake, huwezi. Kwa sisi tunaangalia zile pointi muhimu. Tatizo linatokana na nani? Ni sawasawa na leo hii watu wa siasa wakija sehemu kuahidi bomba fulani litatoka maziwa, baada ya muda huoni. Lakini kuna pesa ilishapatikana kutengeneza ile bomba litoke maziwa. Je, zile pesa zimekwenda wapi? Kwa maana watu wanaoahidi wapo na zile ahadi zinatekelezwa, ila haziendi kufanya ile kazi walioahidi. Kwa sasa sisi tunaenda kutibia hayo matatizo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakiwasumbua. Nini wakitarajia sasa? Kwanza kabisa tunahitaji kikubwa zaidi kwamba ushirikiano, kwamba watuone sisi hii ni sehemu ambayo hata wao wenyewe wanaweza wakakaa. Sawa sawa. Ningelikuwa mimi mratibu wa miaka yote, basi aliyekuwa kwenye hii nafasi au mimi na atakayekuja, mimi siwezi kutoka, huyu aliyekuwepo asingetoka. Kwa maana hii nafasi ipo tu, yoyote anaweza akatosha kukaa. Akihisi mimi sitoshi, basi ruksa anaweza akaja akakaa. Kwa maana hiyo ni hivi, majukumu tuliopewa tunayafanya kwa mujibu wa vile ambavyo tumeelekezwa. Yaani hakutokuwa kuna mtu tena akatunyoosha kidole kwa hapo sivyo hivi, ukiona nimefanya basi ndivyo nilivyoelekezwa. Kukosekana au kupatikana makosa ni sehemu ya mimi maumbile yangu. Kwa hiyo ukihisi kuna sehemu nateleza kidogo, wapaswa kunieleza, lakini sio mbele za watu tena hivi, niite, kwa sababu mimi si binadamu bwana. Sasa walimu wa madrasa wana hiyo hali. Unajua siku zote mgonjwa akiumwa kwa muda mrefu, alafu leo akapata daktari mpya, anatarajia apate dawa kumponesha siku hiyo hiyo.
Sasa sasa yule mwalimu wa darasa ameteseka kwa muda gani? Zile changamoto zake amewaelezea watu kwa muda gani? Sawa, lakini bado hajasaidika. Sasa hivi kuna mpango ambao tunaenda kufanya ambao itakuwa ni ziara maalumu. Kama mratibu sasa nachukua nafasi hii kwa upande wa media, yani kwamba tutafikia kila madrasa, lakini pia tunaweza tukaziunganisha madrasa zote kufika sehemu fulani, muda fulani, na tukazungumza jambo fulani. Kwa nini? Kwanza wale walimu wa madrasa wote wawe kitu kimoja. Wana hiyo hali. Haswa hawa hususan wapiga madufu. Sio kwamba tunakataa madufu, anayapinga. Yani hawa wapiga madufu wana ile hali ya kuona mimi najua sana, huyo hajui. Yani wanatofautiana kwa maana hiyo. Kwa maana tunataka tuwaeke kitu kimoja, wawe na group moja, yani taarifa ikitolewa basi wote wanapata. Lakini hiyo sisi ndio itatusaidia kujua walimu wa madrasa wapo wangapi, wanafunzi wao wapo wangapi, ili tujue huu mchele kilo moja unawatosha. Huyo ndio mratibu wa mada wilaya ya Temeke. Lakini hapa niko na mwenyekiti wa mada ambaye amesimikwa takriban miezi 4 5 iliyopita hivi, bado ana kofia yake inang'aa kweli kweli. Mwenyekiti, wewe nisikuulize maswali mengi sana. Moja ya kitu ambacho kiukweli kinaniuma, wanafunzi ama watoto wetu wa madrasa kutokuwa na uniform mpaka siku ya maonyesho yao ama siku ya Maulidi. Hili likoje, labda upande wako? Kwanza umeongea kitu kizuri na kwa uhali wa mambo yalivyo, mikakati hiyo unaoisema, madamu mratibu yupo, ataichukua namna gani, ataifanyia kazi, kwa sababu ni mamlaka yake, yeye anaweza akaifanyia hivyo. Na kwa kuwa tutakuwa na ziara maalum ya mtandao na actuality, yani ya uhalisia, kwa sababu tutatembea dot to dot ya zitambue madrasa zetu. Kwenye hii ziara tutaomba nguvu ya mitandao itumike, kwa sababu mbona mshafanya ziara nyingi, watu wanafanya chaka tu chaka muziki ile, sio wanafanya hivi. Kwa kama mtaamua kutusupport hata hii katika zitambue madrasa zetu, mimi na hakika tutafika mbali. Kwa tunatoa wito kwa watu wa mitandao watu support. Kikubwa kile hatuna, lakini hata nauli inaweza tukapata tukawapa. Lakini pia watu wa kheri tutaomba wapewe namba yetu ambao tutahitaji hapa, watakaohitaji kwamba mtu madrasa yake na changamoto yoyote, ina jambo lolote anahitaji kujiunga katika umoja huu, atambui umekuaje, ipo hivi, namba yetu tutaitoa kama ifuatavyo. Namba yangu mwenyekiti 0716766028. Hii kwa mchango wote. Yaani umeona jambo, maana unaweza ukacomment huko ukakosa kujibiwa. Lakini ukipiga 0716766028 utapokelewa na utaambiwa kile ambacho unachokitaka. Kama kuna jambo aliko vizuri, ni bora tukafahamishana, kwa sababu sisi sote, kauli yangu mbiu wanasema ile, tuwaite watu katika kheri, tuwaoneshe dini ni jambo jepesi, lengo na wao wapate kuwa watu wema. Kwa hiyo mengi na mengi yataongea mratibu, yeye ndo atakuwa mfanyaji wa hayo mambo kwa ufanisi mzuri. Mimi kwa nafasi yangu siwezi kuyaratibu mambo, kwa sababu kama kuna mratibu, mimi nasema na kuwa maki alochonga mwiko kataka asiungue mikono. Basi Mratibu, tumalizie hapa kwako hili swala la kuanza kuzitembelea hizi madrasa moja baada ya nyingine. Utaratibu ambao labda mtakuwa mnakwenda, mtapanga tu twende madrasa hili na madrasa hili, ama mwalimu anaweza akawapigia simu kwamba jamani, naomba mje kuanzia kwetu, yani utaratibu upi ambao labda mtakuwa mnakwenda nao? Kwanza nashukuru, swali zuri. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kabla ya kuelekea hilo zoezi, tumebahatika baadhi ya hizi hafla kwa maana Maulidi tumekuwa tukihudhuria kwa kiasi kikubwa, na tukiwaeleza walimu wa madrasa ama watutambue kwanza sisi ni akina nani, lakini pia kuwaletea hili jambo ambalo tunaendana nalo siku za mbele. Lakini kikubwa zaidi kwamba tutaanza lini. Sasa hivi mchakato ulikuwepo na baadhi ya watu ambao tayari tushawafikia kwa kuongea nao, wamekuwa wakituma hadi kwenye WhatsApp, wanatuma michango yao namna madrasa zao jinsi zilivyo, wanahitaji wafanywe nini. Lakini haya yote sasa ndio ile sehemu ya kuyachukua na kusema sasa tutarudi, tutafanya kazi. Na namna ya kuwafikia ni namna nyepesi tu. Kama hivi, kiongozi kashataja namba za simu. Yeyote anayehisi anahitaji kufikiwa, sisi hatupajui alipo, tutafika kwa uwezo wa Mungu. Na changamoto zake mtazitatua Kwa uwezo wa Mungu. Ila tu asiwe na haraka. Ikiwa ni majuzu utapata majuzu, ikiwa ni misahafu utapata misahafu, ikiwa unahitaji kujengewa madrasa utajengewa, ikiwa unahitaji kisima utapata kisima. Kwa namna yoyote ambayo wewe unahisi hii ni sehemu ya madrasa, dini ikaenda mbele, basi sisi tupo tayari kuwatumikia kwa muda wowote. Simu zetu zipo on. Nikushukuru.
Asante sana. Namba za simu ndo hizi ambazo zimewekwa hapo chini, unaweza ukampigia mwenyekiti moja kwa moja, naye akakufikia. Atakuja na mratibu na viongozi wenzake ambao wataambatana kwa pamoja kuja kuangalia changamoto ambazo unakabiliana nazo kwenye madrasa yako. Angalia Sambawi TV, Naso TV, wakati haurudi nyuma. Mimi ni Al Habib Sheikh Mungia, Babyface, sura ya kitoto. Maasalam.